Kama leo hii nimepata taarifa nikiwa nakuja hapa, kuna mama mmoja pale Arusha, katika kuaminiana, Watanzania tuna tabia hiyo ya kuaminiana. Katika kuaminiana akamwamini kijana mmoja amsaidie kuprocess mkopo, aprocess mkopo kwa ajili ya kampuni yake. Huyo mama, yeye na mume wake wamemwamini, wanajua ni kijana wao. Yule kijana badala ya kwenda kuprocess mkopo kwa ajili ya wale waliomuomba, alivyochukua zile hati akaenda akakopea yeye. Alivyokopea yeye, garanti kaweka zile hati alizopewa na yule mama. Yule mama amekaa anasubiria apate mkopo kwenye taasisi yake afanyie kazi. Anaambiwa huku nenda, imeenda. Baada ya hapo yule kijana amechukua milioni karibu 600, halipi zile fedha. Yule mama hakupata mkopo kwa kupitia hati yake. Yule aliyekopea hajalipa mkopo, mama anaenda kusumbuliwa. Nimeona juzi anatolewa vitu kwenye nyumba yake ili iuzwe. Halafu yule aliyefanya hivyo, yeye na ndugu zake wanadunda, wamepiga mkanda nje na tai, kwa sababu ana hela na inawezekana amefanya dili kila sehemu. Nimemwelekeza RPC amsake yule kijana, amkamate. Hata kama atakamata ukoo mzima, wakamatwe, walipe fedha zile. Hawezi mama maskini akaanza kudaiwa, anakosa pa kukaa, alafu mtu aliyechukua fedha yupo anatembea mkanda nje hapo. Alafu watu wengine mambo haya yakiudhi namna hii, nikiongea hivyo anasema waziri mkuu anafoka. Unataka watu wa aina hii waimbie pambio? Upumbavu wa aina hiyo mimi siwezi kufanya. Akamatwe na mali zake zikamatwe, alipe hiyo fedha. Hawezi akaenda kukamatwa mama yule na mtu aliyepokea fedha yupo na anadunda na amepiga tai na mkanda nje. RPC, kamata hata ukoo mzima. Hatuwezi tukawa na ruhusa hivi vitu vya kitapeli hivi vinafanyika itapeli. Inawezekana na pale benki huko afisa mmoja akashiriki. Wamechora mchongo, anagawana fedha hiyo, alafu anajua atasumbuliwa mama yule kule. Tunamwachaje mtu anadunda aliyechukua fedha alafu tunaenda kumsumbua mama kwa sababu hana hela? Vyombo vyote vya dola pale Arusha, pambaneni na huyo, asakwe popote pale alipo, akamatwe na asitoke mpaka hiyo fedha itoke. Sasa na natambua pia hapa Dar es Salaam tuna shida ya mambo ya ardhi. Tuna shida ya mambo ya ardhi. Watu wameuza maeneo mara 2, wameuza maeneo mara 3. Niwaambieni wana Dar es Salaam, nimeshaitisha mafaili, nimepanga nitakutana na wizara. Kwa wale wanaojua walifanya dili, wayatatue mapema hayo. Wayatatue mapema. Kwa wale wanaojua wamesuka dili, wafute mapema. Nitapata mafaili yale na napanga nitakaa na wizara. Hatuwezi nchi kabisa liwepo jambo moja kwamba limeshindikana, kwamba kuna watu wameshafanya, huo ni utaratibu. Mtu mnyonge na ardhi yake, watu wakishatamani tu wanaenda wanachukua tu. Haiwezi, huwezi ukawa utaratibu wa maisha hayo. Wao ni eneo moja niliona niwaambie, kwa sababu mimi ni mkazi wa huku, najua na bahati nzuri mheshimiwa mbunge ukiwa mpya kabisa, tumemaliza tu kuwapa, tumeongea hili jambo. Nilikuahidi nitakaa na wizara, hapo ndo nataka nianzie. Migogoro yote
tutaupitia mmoja mmoja na tutamtafuta aliyesababisha. Kama ni wengi waliofanya dili hizo, wala hata haina shida, hata tukifuta wote. Nchi hii haina uhaba wa watu wa kufanya kazi. Lazima watu wanyoke, walinde haki za watu. Sasa nilielezea ili haya mambo yote haya yafanyike, nikawaambia na yale mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza ya ndani ya siku 100, na hapo nimesema tu machache. Mengine ni pamoja na kuanza kwa bima ya afya.